Naam, ni siku nyingine tena mpenzi mtazamaji wa kipindi cha Ukristo na Vijana. Karibu katika kipindi chetu cha leo, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumapili. Bila shaka unafuatilia na ni mfuatiliaji mzuri, unapata masomo mbalimbali ambayo tunajifunza juu ya maisha ya vijana na dunia yetu ya sasa, lakini lengo zaidi ni kuturudisha sisi vijana ili tuweze kumjua Mungu vizuri na tuweze kufanya kazi za Mungu kwa uwezo wetu kama vijana. Maana hata Biblia inasema kwamba nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu, na sisi tuna nguvu kweli ya kufanya mambo mengi. Kwa hiyo tunafundishana na kukumbushana ili tuweze kufanya kazi ya Mungu kwa unyenyekevu zaidi. Wiki iliyopita tulikuwa na somo ambalo lilikuwa nasema, je, kijana aweza kuokoka? Uliweza kupata utangulizi wa somo hilo kwa ujumla wake, na ukaweza kuona kwamba kijana aliyeokoka anapita katika mambo gani na jinsi gani aishi na mengineyo mengi ambayo mwalimu wetu alitufundisha. Lakini leo tutaenda katika somo ambalo tunazungumzia pia changamoto ambazo tunakutana nazo ukiwa umeokoka. Unakutana na changamoto gani? Basi mwalimu wetu atatufundisha. Lakini mwalimu wetu si mwingine, ni mchungaji Peter Chikoga, ambaye leo ataendelea katika kutufundisha somo linalofuata ambalo pia liko katika mwongozo au mwongozano na lile la kuokoka. Basi mimi nikukaribisha tuungane pamoja mpaka tamati ya kipindi hiki. Jina langu naitwa Fredrick Shindo. Karibu tuungane pamoja. Nimkaribishe mchungaji, karibu. Asante sana. Kwa mara nyingine kama ilivyo kawaida. Kama ilivyo kawaida. Kwa sasa hivi ni kawaida. Wewe ni mwenyeji hapa. Amina. Karibu katika somo letu la leo. Asante sana mtangazaji Kishindo. Naam. Na watazamaji wetu, lakini pia wasikilizaji wetu hawa ambao wanafuatilia vipindi hivi. Na niende moja kwa moja. Wiki iliyopita tulikuwa tunazungumza habari ya kijana anaweza kuokoka, na tukalijibu lile swali. Tukalijibu lile swali na tukaweka utangulizi mzuri kabisa. Sasa leo nataka tuzitazame faida za kuokoka. Alafu baada ya hapo kipindi kitakachofuata tutazitazama changamoto za kijana aliyeokoka na namna ya kukabiliana nazo. Asante sana. Sasa tuanze faida. Ndio. Lakini kwa yule ambaye hakuwa pamoja nasi wiki iliyopita, tulisema kuokoka ni kukiri. Unakiri alafu unaamini juu ya Yesu Kristo na unamweka Yesu kwenye moyo wako. Na tulisema hilo jambo watu wote wanapaswa kuliendea kabisa. Vijana, wa baba, wa mama, lakini kwa sababu yani tunatazama kijana, kwa hiyo tulisema mpaka kijana naye anapaswa kuokoka. Ziko faida nyingi sana za kuokoka. Lakini tutazitazama 7 kwa kipindi hiki. 7. Faida ya kwanza, unapookoka au unapompokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unafanyika mtoto wa Mungu, yaani mwana wa Mungu. Watu wote ni watu wa Mungu, lakini swala la kuwa mtoto ni jambo lingine. Maana Biblia inasema wale wote waliompokea, yes, aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ndio wale waliaminio jina la Yesu. Injili kama alivyoandika Yohana sura ya 1 aya ya 12. Kwa hiyo unapotaka kufanyika kuwa mtoto ni lazima uwe umeingia ndani ya familia. Mfano, mimi natokea ukoo wa Chikoga. Wewe unatokea ukoo wa Kishindo. Kwenye ukoo wa Kishindo wanaweza wakawepo watu wengi sana ambao wanaitika Kishindo. Kweli. Lakini baba mzazi jina lake ni nani? Baba mzazi jina lake kwake mwenyewe. Ndio, mwenyewe. Jonathan. Kwa hiyo watu wote ni watu wa Kishindo, lakini si watu wote wa Kishindo ni watoto wa Jonathan. Kabisa. Kwa hiyo ndio maana yake halisi. Kwa hiyo unapookoka, faida yake unafanyika mtoto wa Mungu, yaani mwana wa Mungu. Japokuwa pia kuna hatua zake mpaka kufika kwenye level ya kuitwa mwana. Iko ni kitu kingine. Kwa sababu mtoto anapozaliwa kuna ukuaji, alafu anafika hatua ya kuitwa mwana. Sasa kwenye ulimwengu wa kiroho, ninapoitwa mwana, manake nimefika kiwango cha kubeba majukumu ya rohoni.
Kwa hiyo ni faida ya kwanza. Ukishampokea Bwana Yesu ndani ya moyo wako, fahamu kuwa kiroho unakuwa umehamishwa toka familia ya Ibilisi na kuingizwa katika familia ya Mungu aliye hai kupitia Yesu Kristo. Tena unakuwa umefanyika mwana wa Mungu pale unapofika kiwango cha kukomaa katika imani, na unapookoka tu unafanyika mtoto. Kwa hiyo ni faida ya kwanza. Unataka uwe mtoto wa Mungu, mtoto wa Yesu Kristo, okoka. Hiyo ni faida ya kwanza. Na andiko linalotuongoza hapo ni hilo ambalo Kishindo ulilianza kulitamka, Yohana 1:12. Lakini Warumi 8:14 pia anasema, kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Amen. Kwa kuna wanaoongozwa na wasioongozwa. Kwa hiyo wanaoongozwa ndio wana sifa ya kuitwa wana wa Mungu. Wasioongozwa hawawezi kuwa wana. Yes. Kwa hiyo unataka uwe unaongozwa na Roho wa Mungu, lazima uwe ndani ya Yesu Kristo. Amen. Faida ya pili, ukiokoka unasamehewa dhambi zako. Hallelujah. Ukiokoka unasamehewa dhambi zako. Kabla ya wokovu sisi wote tulikuwa watenda dhambi. Kwa asili hatukufaa kitu kabisa mbele za Mungu. Lakini kwa kitendo cha kumpokea Yesu Kristo ndani yetu, tunakuwa tumepokea msamaha wa dhambi au ondoleo la dhambi. Tunakuwa tumeingiza ndani yetu kitakatifu kisichoweza kukaa na uchafu wowote au wa aina yoyote. Kwa maana hiyo uchafu au dhambi zote zinatakasika na unakuwa mtakatifu. Wa Efeso 1:7. Kijana mmoja aliniuliza tulipoanza utangulizi wa kipindi, akaniuliza akaniuliza kijana anaweza kuwa mtakatifu? Hilo nalo ni somo sasa. Nikamsaidia kwa ufupi nini maana ya utakatifu. Kwa hiyo ukishasamehewa dhambi zako, unapaswa kutembea katika maisha matakatifu. Maisha matakatifu ni kutembea kwenye njia anazotaka Mungu. Basi usitende dhambi, usiseme uongo, usizini, usiibe. Ukishamudu kuwa nje ya mambo yote yanayomchukiza Mungu, maana yake unatembea kwenye utakatifu. Na Mungu anapendezwa na watakatifu walioko wapi? Duniani. Amen. Mojawapo ni sisi vijana. Hallelujah. Tunapoamua pale. Yes. Kwa hiyo Waefeso 1:7 anasema kabisa, katika yeye huyo kwa damu yake tuna ukombozi wetu, yani masamaha ya dhambi sawasawa na wingi wa neema yake. Kwa hiyo ni faida ya pili, unasamehewa dhambi zako. Faida ya tatu, ukimpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unajazwa Roho Takatifu. Unajazwa Roho Takatifu. Ukimpokea Yesu Kristo ndani yako, unapokea kujazwa Roho Mtakatifu. Yohana 14:15-17. Sasa mkinipenda mtazishika amri zangu, nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala haumtambui. Bali ninyi kina nani waliookoka? Ninyi kina nani tuliookoka? Ninyi vijana tuliookoka mnamtambua, maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Haleluya. Hii faida tamu sana. Na unapojazwa Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu ndiye anakuongoza katika kila jambo. Yeye ndiye anayekuambia hili baya, hili jema.
Yaani ukikaribia tu kutaka kufanya jambo baya, lazima aseme na wewe, anakukumbusha, kwa sababu yuko ndani yako. Ulimwengu hauwezi kumuona wala haumtambui, lakini wewe uliyempokea na akajaa ndani yako, unajua kabisa niko naye. Kwa hiyo hii ni faida ya tatu. Unajazwa Roho Mtakatifu, unafanyika hekalu la Roho Mtakatifu, yaani hifadhi ya Mungu Roho Mtakatifu. Hiyo ni faida ya tatu. Faida ya nne, unahamishwa kutoka mautini kwenye ufalme wa giza au wa shetani na kuingizwa uzimani katika ufalme wa nuru au wa Mungu. Kwa hiyo hii ni faida ya nne. Unapokoka unahamishwa kutoka pale. Yaani ile tu unaposema Yesu nakuja kwako. Kama ambavyo baada tulivyoachilia swali lile na tukapita kwenye utangulizi, kuna vijana kadhaa walitamani kumpokea Yesu. Kwa hiyo tukawaongoza sala ya toba. Kwa kutoka pale unapokiri kupitia sala ya toba, unahamishwa kutoka mautini na unaingizwa uzimani. Ndio maana ile sala ya toba kuna kipengele kinasema futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu na andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Yaani ni lazima jina lako liandikwe kwenye kitabu. Kwanza lifutwe kule. Yes. Wako kulikuwa na mambo mengi baba. Yes, alafu liandikwe kwenye kitabu cha uzima. Na mfumo wa kimaisha kishindo huko hivyo. Ukitaka kutoka kwenye mambo mabaya, lazima yafutwe yale. Alafu unakuja, unaingia kwenye mambo mazuri, unakutana na kitabu kingine pale kinachoandika mambo hayo mazuri. Kwa sharti ukitoka ufalme mwingine, unapoingia ufalme mwingine, ule ufalme mwingine lazima uondoke moja kwa moja. Kishindo, kuna watu wengi nimekutana nao, unakuta anatoka ufalme wa giza kuja ufalme wa nuru, lakini bado hajakubaliana na kuyaacha yale ya ufalme wa giza. Unakuta wakati mwingine anahama nayo, anakuja nayo kwenye ufalme wa nuru, kwa anataka kuvuka nayo. Ile ni hatari sana, kwa sababu ukija hapa unafikiri uko salama, kumbe hauko salama. Kila ukipambana uone vitu vinabadilika, kama ulivyoambiwa kwamba ukiokoka kuna vitu vinaanza kubadilika, uone kumbe umehama na vitu kule. Ndio kuna ule msemo unasema hivi, ukihama ondoka. Ukihama ondoka. Yes. Maana yake kwamba usirejee tena. Kuna wengine wanahama alafu hawaondoki. Sasa ukihama, alikuwa na vibuyu vyake kule, anataka kuokoka, sasa hivi nitaviacha na anataka kuja navyo kwanza. Kwa hiyo ukihama ondoka. Hamishika kabisa mazima. Kwa kijana unayetusikiliza leo, unapofika uamuzi wa kumpokea Yesu, hakikisha vyote vya upande wa ibilisi unaviacha kule. Unakuja huku, na ndio maana ile anasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Hii ni faida ya nne. Unahamishwa. Faida ya kwenye kuhamishwa hapo pia kuna ile Wakolosai 1:13, anasema naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Kwa hiyo ufalme ambao tumetolewa thawabu yake ni mauti, lakini kitendo hiki tu cha kimapinduzi cha kuingia kwa Yesu Kristo kwenye ulimwengu wa kiroho kinatuingiza katika ufalme wenye thawabu ya uzima wa milele. Kwa hiyo tumeingia katika ufalme wa upendo, kwa hiyo tunapaswa kuishi katika kuitendea amri ile kuu ambayo ni amri ya upendo. Hiyo ni faida ya ngapi? Ya 4. Ya 5. Hapo mchungaji, kabla hujaenda mbele. Sawa. Sasa mtu anaweza kusema bwana, mimi kule kwetu unajua tena mnapokuwa katika maisha yale ya kidunia kule kuna mambo mengi. Ndio. Katoto kadogo utakuta kamechanja chale zimekolea mwilini. Alipokuwa mtu mkubwa sasa huyu akatambua na akaamua kuokoka. Si bado ana machale chale ile mwilini? Okay. Swali zuri. Kwamba je, vile vitu vilivyoambatana na zile chale
vitaondokaje? Vitaondokaje? Good. Swali zuri Kishindo. Na itakuwa faida sana kwa vijana na kwa watu wote. Unapokuja kwa Yesu, umetoka ufalme wa giza, tuseme ulikuwa unakwenda sana kwa waganga wa kienyeji na chale zimepita kwenye mwili wako. Tunayo damu ya Yesu Kristo peke yake. Yesu alipokufa pale msalabani, alifanyika sadaka kwa ajili yetu ili kutuletea ukombozi. Na ule ukombozi unafanyika mpaka kwenye hivyo vitu vinavyoingia kwenye miili yetu kupitia nguvu za giza kwenye madhabahu zao. Kwa hiyo unapookoka, unapokiri, baada ya pale damu ya Yesu inaingia kazini kwa ajili ya kufuta alama zote, kumbukumbu zote ambazo zinakuwa zimeshikiliwa na shetani kupitia mwili wako au mavazi yako au kitu chochote kinachotuhusu. Kwa hiyo damu ya Yesu yenye kutakasa ndiyo itakayokutenganisha kuanzia pale na manuizo yaliyoambatana na zile chale kurudi au kufa kabisa. Yes. Nafikiri mpaka hapo na kijana ameelewa. Faida ya 5, jina lako linaandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Unapokoka, faida ya 5, jina lako linaandikwa. Luka 10:20 anasema, lakini msifurahi kwa vile pepo wanavyowatii, bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Kishindo, swala la kukemea alafu pepo likakutii. Sasa hapo ndo panakuwa na shida, kwa sababu mtu anadhani kwamba akiweza kumnyamazisha pepo yeye ndo amekuwa mtakatifu kuliko. Hapana. Wao wanasema bwana, mimi nakemea pepo bwana, na pepo wanatii. Hiyo pekee yake ni tiketi ya kufanya kwamba wewe ndio umeokoka vizuri, kwamba nimesimama zaidi. Hapana, hiyo sio tiketi. Hiyo sio tiketi Kishindo. Sasa ndio nimesema vizuri kwamba msifurahi. Yes, kwamba pepo wanapowatii. Lakini furahieni kwa sababu majina yenu yameandikwa katika kitabu cha. So nakumbuka nafikiri kwenye ule utangulizi niligusia kuna wale wana wa Skewa kwenye Matendo ya Mitume ile 19:14. Kuna wana wa Skewa wale walipotaka kukemea pepo kwa kutumia jina la Yesu anayehubiriwa na Paulo na kina Paulo. Cheki mapepo yalichosema. Yalisema, Paulo tunamjua, Yesu tunamjua, lakini ninyi ni akina nani? Tafsiri yake nini? Maana yake wale majina yao hayamo kwenye orodha ya kitabu cha mbinguni. Kwa hiyo hawana database yao, haipo kule. Kwa hiyo kama haipo, maana yake hawapo kwa huyo wanayemtaja. Kwa hiyo mara nyingi sana tiketi ya kwenda mbinguni sio ni kuombea mgonjwa amepona, kuombea mwenye mapepo yakamwachia. Tiketi ya kwenda mbinguni ni kutembea kwenye misingi ya Mungu aliye hai, kutembea kwenye njia anazotaka Mungu aliye hai. Hiyo ndio tiketi. Ndio maana siku ile kuna watu watasema, Bwana tulikemea mapepo, viwetu walitembea, vipofu waliona. Alafu unasikia sauti inasema, sikujui, ondoka kwangu. Hapo ndo kwamba gumu sana. Yes. Sasa mimi nilikuwa nashinda kanisani kila siku nipo, kila Jumapili nipo. Wala pia bwana toka, wewe pia hujulikani. Kwa hiyo ni kuwa makini sana kuhakikisha unakaa, unasimama imara kabisa pasipo lega. Kwa hiyo jina lako linaandikwa katika kitabu cha nini? Cha uzima wa mwana kondoo. Kwa hiyo hii ni faida ya 5, na hakikisha jina lako liko pale. Hakikisha jina lako liko pale. Kwa hiyo Wafilipi 4:3 amesema pia inazungumzia kusaidia pia na wengine ambao majina yao hayamo kwenye kitabu cha nini? Cha uzima. Ni kama hivi tunavyofundisha na tunakutana na watu wanamkiri Yesu,
Kwa hiyo ujasiri huu unatupa uwezo wa kuingia katika ufalme wa mbinguni, kwa maana hakuna asiyeandikwa humo atakayeingia katika ufalme huo. Faida ya 6, unapewa mamlaka makubwa ya kufunga na kufungua, kukanyaga mamlaka ya giza. Unapookoka ndipo pale unapokea hayo nini? Mamlaka. Mathayo 16:19 anasema, nami nitakupa wewe nini? Funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa na mbinguni. Kwa kitendo cha Yesu Kristo kuingia ndani yako na kukaa kwako kimekupa wewe mamlaka makubwa sana zidi ya falme na tawala za ulimwengu wa giza. Kwa hiyo unapewa mamlaka ya kuzishinda falme hizo, na kutoka pale unatembea kifua mbele. Luka 10:19 anasema, tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za giza za yule mwovu, wala hakuna kitu chochote kitakachowazuru. Ukiwa na Yesu unatembea na hayo mamlaka. Nyoka na nge unakanyaga. Sasa hapo kuna watu wamefanya makusudi, majaribio. Mtu unasikia kweli mtumishi wa Mungu, lakini mimi kwa sababu nimepewa mamlaka na ngoja nikamchokoze nyoka pale. Sio hivyo. Unasema hata ningata kwa sababu nimepewa mamlaka. Kwanza lazima ujue nyoka ni nani kwenye ulimwengu wa kiroho na nge ni nini kwenye ulimwengu wa kiroho. Sasa watu wajue ni nyoka yule ambaye huyu wa kawaida. Hapana. Tunapozungumzia nyoka tunazungumza kitu cha kwanza spirit of death, roho ya mauti. Lakini nyoka anasimama kama adui, shetani. Yes. Kwa hiyo nyoka ni spirit ya mauti, roho ya mauti, lakini nge ni roho ya mahangaiko. Kwa hiyo aliposema mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge, maana yake ni mamlaka ya kukanyaga roho za mauti na roho za mahangaiko. Kwa hiyo kwa mtu aliyoko ndani ya Yesu, roho za mauti hazina nafasi kwake, na roho za mahangaiko hazina nafasi kwake, na zile nguvu zote za adui hazitamshinda wala kumweza. Hiyo ndio tafsiri yake. Usiende kukanyaga nyoka kwa makusudi. Atakugonga, na akikugonga madhara yake unayajua. Yes. Na faida ya mwisho, kishindo, na hii ya 7, unakuwa na ulinzi thabiti wa malaika wa Mungu kila saa. Unapompokea Yesu na Yesu yuko ndani yako, unaishi naye, unapewa ulinzi. Unalindwa na malaika wa Bwana. Nitoe ushuhuda wa kwangu mwenyewe. Kuna siku nikiwa barabarani. Yaani ukinieleza kilifanyikaje na watu waliokuwa wameona, hata na wao hawakuwa wameelewa, lakini nilikuja kugundua ni faida hii hapa ya 7, ulinzi wa malaika. Yaani nilikuwa ninapigwa uso kwa uso barabarani, lakini nilinyanyuliwaje na kupelekwa pembeni mimi sijui, na waliotazama hata hawakuelewa walichokiona, kwa sababu wao waliishia tu kusema ameua, yani yule sasa aliye nigonga. Alafu ghafla wanakuja kuona nimepachikwa katikati kwa pembeni, alafu sijaguswa na kitu chochote. Huyo ndio malaika. Kabisa. Yaani Mungu alisema no, bado nina kazi na huyu mtoto wangu. Watu wakajaa pale, na ule driver akashuka, akaja akanitazama ameshika hivi, akanisogelea, alafu akaniuliza swali, wewe ni nani? Nikamwambia, kwa nini umeuliza hilo swali? Kama ulivyomuuliza Yesu, watu wanakuita Yesu. Yes, wanakuita wewe ni nani? Wewe ni nani? Watu wananiita mimi ni nani? Akaniambia, maana ninachokumbuka nimekukanyaga kabisa. Kabisa. Sasa kinachonishangaza, umeletwaje hapa pembeni na umesimama na unaonekana kabisa hakuna kilichokugusa.
nilichomjibu yeye pamoja na watu waliozunguka, niliwaambia mimi ni mtumishi wa Mungu. Haleluya. Niliposema hivyo, wakasema basi tumenyoosha mikono. Ni faida ya 7. Unakuwa na ulinzi thabiti wa malaika wa Mungu kila saa, kila dakika, kila sekunde. Mahali popote panapoekwa hatari juu yako, malaika anakukwepesha kwenye ile hatari. Ghafla shetani anakuja kuona haupo, uko mahali pengine, uko salama. Hii ni faida ya 7. Zaburi 34 aya ya 7 anasema malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazunguka wamchao na kuwaokoa. Amina. Hakikisha Bwana amefanya kituo. Malaika wamefanya nini? Kituo, wakikuzunguka kila kukicha, kila unakotoka na kila unakokwenda. Kwa hiyo Bwana Yesu Kristo akikaa ndani yako, malaika wanakulinda katika kila sehemu maishani mwako. Hii ni faida ya 7. Hizi faida zikusaidie. Amina. Na najua mimi zimenipeleka viwango vingine, na wewe zikakupeleke viwango vingine. Mungu akubariki sana. Endelea kufuatana nasi. Naitwa Kasisi Peter Odram Chikoga, natumika Kanisa Anglican Tanzania, Dayosisi ya Dar es Salaam. Lakini nipo pale Mtakatifu Agustino wa ipo Tuangoma. Namba yangu ni 0716 311 759. 0716 311 759. Mungu akubariki na neema yake Kristo izidi kuwa pamoja nawe. Endelea kutufuatilia, endelea kufuatilia Channel 10 Plus. Utakutana na vitu vingi vilivyo vizuri. Amen. Mtazamaji, na mimi nisiwe na la kuongeza, kwa sababu nikiongeza naweza nikaongea na mengine ambayo nitakuwa nachafua kile ambacho kimezungumzwa. Amen. Bila shaka umesikiliza kwa makini faida za mtu aliyeokoka, au faida ambazo zinaambatana na wewe baada ya kuokoka. Ndio. Mimi nimejifunza mengi sana ambayo pengine nilikuwa siyajui, lakini hapa nimepata kufahamu zaidi. Naamini na wewe pia una kile ambacho umejifunza na kuna jambo umepokea. Basi namba iliyotajwa unaweza ukatuma ujumbe wako vizuri kabisa. Andika jina lako, uko wapi, na mtumie ujumbe ule ambao unataka kusema juu ya kile ambacho umekisikia. Lakini pia unaweza ukampigia kupitia katika namba hiyo hiyo. Na yeye atapokea simu yako, atakujibu, atakuombea. Amen. Mimi niseme asante kwa sasa. Endelea kutazama vipindi vinavyofuata kwa Channel 10 mpaka wakati ujao. Jina langu naitwa Fredrick Shindo na nyuma ya kamera ni Jack Richambenga. Kwa heri.